in this job market very fast. Study something that you can do with your hands. Leave alone these the things we call psychology, etc. Study something that you can do with your hands, be it mechanical, be it fashion and design, be it maybe fashion and design. We have tailoring in it, plumbing in it, electrical in it, and many other areas. So something that you can be in, you can be able to do with your hands. And it's quite a wide area when I talk about something that you can do with your hands. Right now we have AI. Yes, AI. You will find people arguing that AI has come to replace us, but AI has come to complement what we already have. But as we embrace AI, we should venture, or we should study something that complements something that we can do with our hands. And there are so many programs that our young people can be able to do. I've seen someone saying that students should ask questions. The issue of skills is not about students alone. It's about every person. As a parent, that young person in your house, gone are the days that parents used to tell their daughters or their sons that I want you to study medicine. I want you to study engineering. We are past those days. Right now, most young people, they want to do things that they can do with their hands. You will find that someone someone goes to the university. I'm not saying that universities are bad. Universities are good. But you will find that someone who goes to university today goes to study maybe a degree in blah, blah, blah. And then someone goes to a TVET institution to study a diploma in ABCD. This person who has gone to a TVET institution, be it public or be it private, the person in going to a TVET institution is more likely to get employment faster than the person going to a university, as long as this person studies something that they can be able to do with their hands. So there are so many programs that one can do, apart from those that I've been able to mention. And in terms of funding, yes, we have had a challenge with funding, but there are so many organizations that are supporting our youth to pursue these programs. So it's upon us as maybe parents, as maybe brothers and sisters who have our younger ones, to get this information so that we can ensure they benefit from it. Thank you, Steve. Thank you. I think Genesis, you have got a question? Because I've seen you raising your hands. Okay. Nimemsikia, nimepata hivi, mimi naelewa about skill. Like I think in this generation for now, cause nafikiria hii generation ingenipata mimi ningelikuwa niko mbali, cause like mimi nimetumia nini yangu kwa hands zangu, yani kufanya vile naweza get pesa ama agriculture. So vile niliekaa nikaona agriculture hakuna mahali unaweza pata job, nikajifunza the grace of God, because ningelikuwa ni saa hii labda ndo ningepata, but that time nilikuwa hakuna mahali ungeweza kuenda kutrain kitu without money. But the grace of God nilipata the first company niliajiriwa,
ilikuwa ya Mchina, akanitrain marketing and sales, ndio natumia saa hii. But for now, like huko kwetu, I think huko kwetu kulikuwa na college. Nimeona college kadhaa hivi watoto wana train. Kama niko na mtoto wa sister yangu ametrain mechanic na hana job for now. Kuna mwenye ametrain, yani nasema hivi kama kivyangu hivi, at least ingekuwa kama mtoto ashasoma hiyo college, apate mtu apostiwe mahali penye anaweza pata chance ya anaweza pata mapato yake, cause mtu usoma. Hiyo college nimeziona, seti sijaziona. Nimeona imoja iko Imanga yenye ilitengenezwa I think Imanga. Hapa kwa Peter Salasia nimeona mingi ziko huko, tailoring nini, vitu mingi. Watu wanasoma ndio wakishamaliza. Mimi I want to ask, mtoto akishamaliza kupata tu job pia si rahisi. I think wanafanya aje after hapo, cause after hapo wameshajifunza kitu wako nayo, watapata wapi? Cause hata saa hii salon hawezi kuwa na ati amemaliza hiyo alafu afungue salon na hana pesa. Ni nini mnaweza fanya wakishamaliza pia waendeleze kupata mahali sasa watapata kipato? Because ni wengi nimeona in reserve, watoto wamejua kusonga, wengine wamejua kushona, wengine wamejua hii ni designing, but wako tu, mtu ako na hiyo certificate but hana mahali, hana place anaweza study nayo cause hana pesa. Unajua kama uko na pesa unaweza study yako, na kama hauna itabidi tu ukae hapo. Na hiyo ni opportunity gani tena tutafanya, mama mtafanya wakishamaliza wapate mahali watapata kipato pia, I think. Okay. Isaiah? Yeah, got it. I'm coming. See. Okay, thank you, Genesis. One, for every institution, all the students who finishes their studies, they should be having a database of what each student studied. So we have been having programs going around the country, going to different institutions, different both private and government, getting in touch with the management of these various institutions. They give us the database of those students who have been able to complete their studies. So what happens once we get this database? There are different organizations that we link them with these students, so that these organizations, they engage them in terms of employment. Both these organizations, some are within the country, others are outside the country, in Canada, in Germany, and other countries. So maybe if you've talked about some young people at maybe, is it Wanga TVC, or maybe is it one at I heard you talk about Imanga, so I don't know if you are talking about one at Musanda or which one is exactly, but we can be able to maybe to follow up. We get that that database, the students, maybe if there are any, we'll be able to link them with different industries so that they can be engaged. Thank you. Okay, thank you, Justice. Thank you. I can see Philip saying that those people who have skills, they are supposed to come to towns. Maybe that jobs are available in towns. Okay. Genesis, are you okay with the answer, with the response? Niko okay, but niko sawa, naelewa, but mimi nataka Imanga Imanga primary school
I think ilikuja, I think ni hii tu anasema cause wanalipiwa by the way. Cause that now, because hiyo time yetu mimi juzi tu ndo nilienda nikaona kuna kitu college na wanalipiwa computer nini something like that. But sasa ukishamaliza sasa sikufuatilia hiyo data yenye anasema cause sijawaulizia. I need to go back tena niwaulize mliambiwa mkishamaliza mnafanya. I think hiyo ndo siko aware nayo, but hiyo aware ya kujua wanatrainiwa hata wazee. The way amesema is the truth. Wajua kuna vitu mimi na Steve nikiona ni vya ukweli ni ya ukweli. The way amesema ni ukweli. Hata si wazee, si watoto, si vijana, si young, watu wote. Hata wazee niliona wameenda. Watu wa age tu wazee walienda kusomea kompyuta kama unaweza nini. Niliona hapo Imanga College I think. But sasa nataka hiyo kitu yenye sijajua hiyo data sikusikia wakisema hiyo. Anasema anajaribu kusema hivi, in case kama kuna mtu yeyote ambaye bado angali baada ya kuwa those skills hajakuwa connected anywhere pale ambapo anaweza fanya kazi, unaweza wasaidia ili at least waangalie kwa database yao jinsi ambavyo hao watu wanaweza kuwa linked to the jobs available in the market. Yeah, I think sasa atatuma namba yako kwa baa yangu then nimtumie namba za watu na wamuelezee vizuri because hao ndio walikuwa wanasomea hizo training. Si ndio? Okay, and also remember ni sawa, and he is also aspiring to become the member of County Assembly Marama Central Ward. Yeah, ni Marama, wote ni Marama kwa sababu huyo mwingine ni wa Emmanuel ni Marama bado. Ni Marama, I know. Sirle Marama kwani mimi ni Marama. So uko side za Manyulia hapo kwa kina Anzaya huyu mwingine ambaye Manyulia ni mtoto ni si wangu. Mimi niko Bomamu. Okay. Cause hapo Manyulia ndio pale hapo kula ambapo